Sala ya wokovu kwa watoto. Habari, marafiki. Tutachunguza sala inayotusaidia kuungana na Yesu. Sote tunatambua kwamba sisi ni wenye dhambi. Ni kawaida. Kisha tunaamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu msalabani ili tuweze kuokolewa. Tunaomba Yesu asamehe dhambi zetu. Ni wakati maalum sana. Tunafungua mioyo yetu kwa Yesu ili aje kujaza maisha yetu kwa upendo. Tunamkaribisha Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu. Ni uamuzi mkubwa. Tunamshukuru Yesu kwa kutusamehe dhambi zetu na kwa uzima wa milele. Tupate shukrani. Ni wakati wa furaha na matumaini. Sala ya wokovu inatufungamanisha kama marafiki wa Yesu. Ni nzuri sana. Tunaweza kuzungumza na Yesu wakati wowote na anatusikiliza daima, marafiki wapendwa. Maombi ni funguo ya kufungua urafiki wa kipekee. Kwa imani thabiti, daima tunaweza kumgeukia Yesu na kumzungumzia. Tunaweza kuzungumza kuhusu Yesu na marafiki zetu. Hadithi za Biblia na simulizi zinatufundisha kuhusu yeye. Upendo na wema wa Yesu ni muhimu katika maisha yetu. Tunaweza kushiriki katika hadithi ya wokovu. Tunapokubali Yesu, tunajiunga na familia kubwa. Anatufundisha kuwa wema na kujali wengine kama anavyofanya kwetu. Maombi ya wokovu ni zawadi nzuri sana iliyojaa matumaini, upendo na mwangaza. Hivyo usisahau kuomba na kufungua moyo wako kwa Yesu kila siku. Maombi ya wokovu yanaashiria mwanzo wa safari nzuri na Yesu. Tunaweza kuonyesha upendo wetu kwake kupitia sanaa na njia nyingine. Kushiriki habari njema kuhusu Yesu ni furaha yetu. Tunahudumu pamoja kama marafiki, tukijifunza na kukua katika upendo wa Yesu. Jamii ya imani inatupa fursa ya kusaidiana. Yesu yuko pamoja nasi daima. Hatuko peke yetu. Maisha na Yesu ni adventure ya kusisimua iliyojaa furaha na burudani. Tunaweza kuzungumza naye wakati na mahali popote. Hivyo unapomaliza, usisahau kwamba Yesu daima anakupenda na anajali. Asante kwa kutuhudhuria. Tutaonana baadaye, marafiki. Kwa heri. Sala ya wokovu. Bwana Yesu, nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninaamini ulifariki msalabani ili niweze kuokolewa. Wakati huu, nakusihi unisamehe dhambi zangu zote. Ninaweka hisia zangu kwako. Ingiza moyoni mwangu, Bwana Yesu. Nakupokea kama Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa msamaha wa dhambi zangu na uzima wa milele kwa jina lake. Amina. Hadithi za Biblia, mafundisho na mifano ya Yesu. Njoo, sikiliza maneno yaliyosemwa na Yesu kwenye spokenwords of Jesus.com.